Haleluya. Kaa katika nafasi ya kuzaa makusudi ya Mungu ndani ya majira. Vipindi mbalimbali ambavyo Mungu ameviweka katika ulimwengu wa mwili na katika ulimwengu wa roho ni vile vile. Haleluya. Vya mwilini ni kopia vya rohoni, na vinatupasa sisi kama watoto wa Mungu tulete matokeo, na hayo matokeo ni kuzaa makusudi ya Mungu kwenye maisha yetu, ili lile kusudi la Mungu sasa litimie. Wewe ukizaa makusudi ya Mungu kwenye maisha yako, ukizaa makusudi ya Mungu, ukizaa makusudi ya Mungu, ukizaa makusudi ya Mungu, ukizaa makusudi ya Mungu, lile kusudi la Mungu hapa duniani linafanyaje? Linatimia. Lakini wewe ukishindwa kuzaa, maana yake kusudi la Mungu linashindwa kutimia. Haleluya. Ni maombi yangu Mungu akusaidie siku ya leo katika jina la Yesu. Amen. Nasema ni maombi yangu Mungu wangu akusaidie siku ya leo, na uwe na sikio la kusikia, na uwe na moyo wa kuwa na utayari kurudi kwenye nafasi ikiwa ulitoka kwenye nafasi, ili uweze kuyazaa makusudi ya Mungu katika jina la Yesu. Amen. Kwa nini? Kwa sababu kuna nafasi katika ulimwengu wa roho zipo wazi. Na wewe unasema umeokoka, na wewe unasema ni muombaji, na wewe unasema una karama, na wewe unasema unampenda Mungu, lakini kuna nafasi ziko wazi zinawahitaji watu wakae. Na hao watu ni kina nani? Ni wewe, ni mimi na wewe. Tunatakiwa tukae kwenye hizo nafasi, maana tukikaa ndani ya hizo nafasi tutazaa makusudi ya Mungu. Hizo nafasi ambazo zipo kwenye ulimwengu wa roho zipo wazi, zinawasubiri watu wakae, ambapo wakikaa watakuta wanatimiza makusudi ya Mungu juu ya taifa lao. Watakuta wanatimiza makusudi ya Mungu kwenye familia zao, kwenye nyumba zao, kwenye ndoa zao, kwenye karama zao. Haleluya. Kwenye hatima zao, na kwa ajili ya watoto wao, na kwa ajili ya kizazi ambacho kinakuja mbele. Haleluya. Sasa hizo nafasi ziko wazi, hazina watu. Na kwa nini hazina watu? Kwa sababu watu au mtu au wewe hauna uchungu wa kutamani kuzaa. Haleluya. Labda niulize swali. Hivi mtu anapopenda kuolewa, haleluya, unatamani kuolewa au unatamani kuoa? Ukipata ndoa, Mungu akakujalia ukapata ndoa, kinachofuata ni nini? Kinachofuata ni nini baada ya ndoa? Sisi tu ambao tumesherehekea ndoa yako tunatarajia nini? Tunatarajia tuone nini? Au hamjui? Au hamwelewi? Tunapojua na kusherehekea harusi ya mtu, maana yake kinachofuata, huyu mtu alikuwa na shauku, nataka ndoa, nataka niolewe, umri umeenda, ninafunga 40, nataka ndoa. Sasa umeingia kwenye ndoa, macho yetu yanaanza kuangalia kwamba sasa kinachofuata tunataka tuone matunda ya nini? Ya ndoa. Ukiwa na magari mengi bado hatuoni matunda ya ndoa. Ni kweli sio kweli? Mkiwa mnaendelea kujenga na kujenga bado hatujipi majibu kwamba hayo ndio matunda ya ndoa. Kwa nini? Kwa sababu kuna kitu ambacho tunakifahamu kwamba ni lazima kizalike kwenye ndoa. Tuseme ndoa imeleta majibu. Haleluya. Tuseme ndoa imeleta majibu pale tunapoanza kuona sasa hivi mwanamke anatema mate. Haleluya. Tusema tayari tunaanza kupata matunda ya ndoa yanakuja muda sio mrefu. Ni kweli sio kweli? Tukiona mwaka wa kwanza umepita, tunaanza kusema kuna nini? Si ndio? Tatizo ni nini? Uongo sio ukweli? Si ni kweli? Tukiona miezi 6, miezi 7, mwaka wa pili, tunaanza kuwa na maswali. Tatizo ni nini? Kwa nini? Kwa sababu tunajua kwamba baada ya ndoa, na maandiko amesema zaidi mkafanyaje? Mkaongezeke. Kwa tunajua baada ya ndoa lazima kuzalike watoto. Watoto wakizalika zikija baraka zingine, lakini tunasema mule kwenye ile nyumba kuna nini? Kuna watoto. Haleluya. Haleluya. Na ndio maana huyu mwanamke akiona inapita siku haoni kutema mate, haoni kuchoka. Haleluya. Anaona tu mahali ya kawaida, anaanza kuwa na stress
mwake kwamba inakuwaje, nina shida gani? Haleluya. Je, tatizo liko kwangu au liko kwa mwenzangu? Haleluya. Japokuwa mara nyingi wanawake ndio wanaonekana wenye shida, lakini sasa hata wanaume pia wanakuwa wana shida. Haleluya. Kwa hiyo ataanza kutafuta suluhu. Haleluya. Anatafuta nini? Suluhu la kuhakikisha nje watu waseme ndoa imejibu. Kuna watoto sasa. Haleluya. Atahangaika, mwingine ataenda mpaka kwa waganga, anachotaka apate tunda la nini? La ndoa. Haleluya. Haleluya. Mwisho wa siku wataenda mpaka kwa daktari wote na mwenzie kupima. Wanapoambiwa hakuna shida, wanachanganyikiwa. Shida ni nini? Kwa sababu tunachohitaji kule, bibi anasema anataka mjukuu. Haleluya. Upande wa baba, upande wa mama, wote wanadai nini? Mjukuu. Mawifi wanakaa wanaangalia, wakiona siku zinaenda, mwisho wa siku wanasema kaka, hebu angalia usalabu mwingine upate heshima yako. Ukweli sio kweli? Mawifi. Haleluya. Haleluya. Kwa nini? Kwa sababu inaonekana ni kama jambo ambalo halifurahishi jamii, linaleta picha mbaya kwa nani? Kwa jamii. Sasa ndio maana kuta mtu anahangaika kanisa, hata kanisa anatafuta nini? Mtoto. Akiambiwa gharama nyingi, kama ni kwa daktari, yuko radhi kutoa kwa sababu anataka apate tunda la kwenye ndoa. Haleluya. Vivyo hivyo katika maisha ya kiroho, unaposema umemwamini Yesu Kristo, maana yake umekubali kufunga ndoa na Yesu Kristo. Na kama umefunga ndoa na Yesu Kristo, tunachotaka kukiona kwako ni nini kinazalika baada ya wewe kuwa mke wa Yesu Kristo. Tunapoona hakuna kinachozalika ndani ya maisha yako wewe, alafu unasema wewe ni mke wa Yesu, tunasema ni uongo, kwa sababu Yesu huwa anazalisha watu. Haleluya. Yesu hana historia ya utasa, lazima azalishe watu. Haleluya. Kwa hiyo unasema wewe ni wa Kristo na hauzai, tunapata maswali. Aidha umejisikia mwenyewe kwamba sitaki kuzaa. Haleluya. Na mtu kama wewe ndani ya ufalme wa Mungu hufai, kwa sababu ndani ya ufalme wa Mungu lazima tuzae. Ndio maana kusema tunaudhihirisha utukufu wa Mungu hapa duniani. Kusema kudhihirisha utukufu maana yake ni kukubali kuzaa yale matunda yanayoonyesha kwamba mimi kweli ni mke wa Kristo, mimi kweli ni mke wa Yesu. Haleluya. Na nilikwisha kusema huko nyuma ya kwamba wewe hapo ulipo ni mke wa Yesu. Haleluya. Haijalishi ni baba, haijalishi ni mama, wote ni wake za Yesu. Sisi ni kanisa, ndio maana tunaitwa kanisa. Na huyu kanisa akafananishwa na mwanamke, Yesu akiwa ndio mume wetu. Haleluya. Kwa hiyo Mungu anatarajia huyu mwanamke ambaye ndio kanisa, ambaye ndio mimi na wewe, maana yake ifike wakati azae. Haleluya. Afanyaje? Azae. Ndio jirani yako mwambie, una muda gani toka umefunga ndoa na Yesu? Au unatudanganya hujawahi kufunga naye ndoa? Una muda gani toka umefunga ndoa na Yesu? Au umetudanganya umefunga ndoa? Mwambie unatudanganya kwamba umefunga ndoa na Yesu wakati hauna ndoa naye. Unatudanganya umefunga ndoa na Yesu wakati hauna ndoa naye. Haleluya. Maana ni rahisi sana kusema mimi ni bibi wa Yesu. Si unaona anena kwa lugha, kunena kwa lugha imaanisha ni bibi wa Yesu. Haleluya. Kwa sababu sisi tunataka tuone matunda. Kuna vitu vinazalika. Kwa nini tumesema hapa kaa katika nafasi? Maana yake ukae kama mke wa Yesu Kristo, kwenye nafasi ya kama mke wa Yesu Kristo, ili utuletee matunda. Haleluya. Na yule aliyekuwa bibi wa Yesu Kristo kweli ana uchungu, ana maumivu anapoona hazai. Vipindi na vipindi vinapita, hazai. Kama huyu mtu amekusudiwa, ameolewa na Yesu, lakini anatakiwa azae biashara izaliki, atakuwa na uchungu na maumivu. Kazi izaliki, atakuwa na uchungu na maumivu. Karama izaliki, atakuwa na uchungu na maumivu. Atatafuta njia zote kuhakikisha anazaa. Haleluya. Biblia inasema katika kitabu cha Mwanzo, inasema ni kitabu cha Mwanzo, Mwanzo 30 mstari wa kwanza na mpaka wa 3. Mwanzo 30 mstari wa kwanza na wa 3. Inasema naye Raheli alipoona ya kuwa hamzalii Yakobo
akamzali Yakobo mwana. Raheli alimuonea ndugu yake wivu. Akamuonea ndugu yake wivu. Yaani yeye amekuwa hazai, badala ya kutafuta namna ya kuzaa akaanza kuwa na nini? Wivu. Tuendelee hapo. Naomba hapo mniwekee hiyo receipt mnitunzie. Hapo nitunzie hiyo receipt. Akamwambia Yakobo. Nipe wana. Kama sivyo nitakufa mimi. Kama sivyo mimi nakufa. Kama sivyo mimi nafanyaje? Nakufa. Nataka unipe wana. Huyo anayeambiwa ana wake wawili, mke mwingine tayari ana nani? Ana watoto. Haleluya. Lakini huyu bibi mwingine hana watoto. Alipoona hana akaanza kuwa na wivu. Haleluya. Akarudi kwa mume wake anamwambia nipe watoto. Maana hapo nipe wana, kama sina pata picha, na maana hapo kamkwida nasema nipe nini? Nipe watoto. Yaani usiponipa mimi nafanyaje? Nakufa. Haleluya. Amen. Yakobo akamghadhibikia Raheli. Yakobo akaghadhibika, maana kulikuwa kuna vita hapo kwenye hiyo nyumba sasa hiyo. Haleluya. Haikuwa tu kwamba baby naomba watoto, baby sweetheart, you know I love you, shumbwenga. Sasa mwenzangu ana watoto, mimi bado baby, inakuwaje? Haleluya. Akakasirika, nataka unipe watoto, kama sivyo mimi ninakufa. Na akasemaje naye Yakobo? Akasema, je, mimi ni badala ya Mungu? Aliyekuzuilia uzao wa mimba? Mstari wa 3. Akasema, yuko mjakazi wangu Bilha. Uzao kwa yeye. Haleluya. Ni nini ninachotaka nikuonyeshe hapo? Au nini ninachotaka ukione kwenye hilo andiko? Ni kwamba huyu mtu alishatambua, niko kwenye ndoa yangu, niko na mume wangu, lakini kwa nini sizai? Hasira imemjaa. Anatafuta kupata majibu. Anatafuta tunda lionekane. Haleluya. Anajaribu kutafuta mpaka njia mbadala ionekane tu na yeye ana nini? Ana mtoto. Ana kiu. Haleluya. Ana shauku, ana maumivu, anatamani na yeye aitwe mama. Haleluya. Ana sasa, kwa nini nisipati mtoto? Haleluya. Ni wangapi tupo kwenye nyumba ya Mungu ambao tuna maumivu, tuna hasira, tuna uchungu, kwa nini hatuzai? Kwa nini karama hazizaliki? Tukajitoa kwa Mungu tukasema hapana, huu mwaka ni lazima nizae. Ndani ya miezi mitatu lazima nione mabadiliko. Lazima nibadilike, nione mwenendo wangu wa kiroho umebadilika. Maisha yangu ya maombi yabadilike. Maisha yangu ya kusoma neno yabadilike, kwa sababu nataka kuzaa. Haleluya. Lakini tunapokuwa hatuna kiu, tunaridhika. Haleluya. Kanisa limeridhika. Watoto wa Mungu wameridhika. Hawana utayari wa kuzaa. Wako na utayari wa kuzaa mambo mengine nje, lakini sio kuzaa vitu vitakavyowafanya wapate heshima, vitu vitakavyowafanya waonekane wakuu, vitu vitakavyowapa kibali mbele za wakuu. Haleluya. Sio kama kuna mtu mmoja unanielewa? Nakuelewa. Ninakuombea neema ya Mungu iwe juu yako. Najua unaweza usinielewe kwa sababu ndio ugumu wa moyo, lakini najua unanielewa katika jina la Yesu. Kwa nini tunabidia kuzaa vitu ambavyo kesho vitapotea? Kwa nini tusiwe na juhudi kutafuta, au kwa nini tusiwe na maumivu, tusiwe na uchungu wa kutafuta kuzaa vitu vya kimungu? Biashara ya kimungu, ndoa ya kimungu, kazi ya kimungu, mahusiano mazuri ya kimungu. Haleluya. Karama, hatima. Haleluya. Makampuni ya kimungu. Haleluya. Ofisi za kimungu. Unaridhikaje? Kila mwaka unafanya vitu vinakufa kwa sababu hujamuingiza Mungu kwenye maisha yako, awe mume wako kwenye maisha yako. Maana yeye ukimruhusu awe mume kwenye maisha yako, atakuweka kwenye nafasi ya kuwa mke. Yeye akiwa ndio kichwa cha kanisa. Haleluya. Atakupa maelekezo, utayafuata, na unapoyafuata hayo maelekezo, utake usitake, lazima unazaa tu. Haleluya. Amina. Lazima tu utapata mimba na utazaa. Kwa sababu utafuata sauti ya mume wako. Haleluya. Amina. Ulipokuwa hauko na mume, haleluya, tu mfano hapo, ulipokuwa uko peke yako, si ulikuwa unajiamulia? Si unafanya unavyotaka? Baada ya kupata baby hapa ikawaje? Kuna mahali ukitaka kwenda inabidi utoe taarifa. Akisema nenda unaenda, akisema uende, au anakuruhusu tu kila eneo. Haleluya. Na ukasema ninakubali kuwa Emmanuel mume wangu. Haleluya. Akiniambia sasa hivi hapana kwenda, sitaenda.
Yes. Akiniambia leo baby, leo tunalala tumesimama, hamna kukaa, leo tunaita tu Yesu, 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 Yesu. Utasema utaita Yesu ila umechukia, lakini utasimama. Uongo kweli? Kweli. Haleluya. Amen. Kwa sababu umekuwa tayari kufunga ndoa na Yesu, utafuata maelekezo yake. Na baada ya kufuata maelekezo yake, automatic lazima utazaa. Amina. Sasa wengi tuna pretend kwamba Yesu ni mume wetu. Hawezi Yesu akawa mume wako miaka kwa miaka. Na hauzai. Ngeuke jirani yako mwambie pole. Pole. Na Mungu akusaidie. Na Mungu akusaidie. Na acha kudanganya. Na acha kudanganya. Haleluya. 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 Kwa sababu yeyote ambaye amekubali, nifungulie Samueli wa kwanza 1:12 na 16. Mtu aliyekubali kuwa kanisa, kwamba ni mke wa Yesu, ndani yake lazima mambo yazalike. Ndio maana Mungu anataka tukae kwenye nafasi kama wake wa Yesu, kama mabibi harusi wa Yesu, ili tuweze kuzaa makusudi ya Mungu, kwa sababu anataka makusudi yake yazaliwe. Anataka mapenzi yake yazaliwe. Soma kama umepata. Amen. Samueli wa kwanza sura ya kwanza 12 na 16 anasema ikawa hapo alipodumu kuomba mbele za Bwana. Ikawa hapo alipodumu kuomba mbele za Bwana, Eli akamwangalia kinywa chake. Eli akamwangalia kinywa chake. Naruka na mstari wa 16. Usimzanie mjakazi wako kuwa. Umetoka wapi mpaka unaruhusa kwenda 16? Okay. Nimekwambia 12 mpaka 16. Mpaka 16. 13. Yasema basi Ana alikuwa akinena moyoni mwake. Ana alikuwa akinena moyoni mwake. Midomo yake tu ilionekana kama anena. Sauti yake isisikiwe. Kwa hiyo Eli alimzania kuwa amelewa. Ndipo Eli akamwambia, je, utakuwa mlevi hata lini? Achilia mbali divai yako. Hana akajibu akasema, hasha bwana wangu, mimi ni mwanamke mwenye roho ya huzuni. Mimi ni mwanamke, point hiyo nataka. Mimi ni mwanamke mwenye roho ya huzuni. Mimi ni mwanamke mwenye roho ya huzuni. Na huzuni inatoka wapi? Ni kwa sababu naona nipo kwenye ndoa lakini sina mtoto. Huzuni ipo kwa sababu nipo nasema nimemwamini Yesu Kristo, lakini sina mtoto biashara anayetokana na Yesu. Sina mtoto kazi anayetokana na Yesu. Sina mtoto karama ambayo imezalika kwenye maisha yangu. Nina huzuni, ni mwanamke mwenye huzuni, ni baba mwenye huzuni, ni binti mwenye huzuni, kwa sababu naona kabisa mbona sioni mtoto akizaliwa kwenye maisha yangu. Haleluya. Haleluya. Si kama kuna mtu mmoja unanielewa? Nakuelewa pastor. Au nataka tuanze kukemea wachawi hapa na kuwapiga. Haleluya. Amina. Haleluya. Maana hiyo ni rahisi sana. Tukisema kwamba tunapiga wachawi hapa, piga kila mchawi anayecheza kwenye nyumba yako. Utapiga kwa sauti. Haleluya. Pokea maarifa ya kusaidia katika jina la Yesu. Napokea. Point yangu ni nini katika hilo andiko? Huyu mwanamke alikuwa kwenye ndoa lakini ana uchungu ndani yake. Kwa nini sizai? Kwa nini sizai? Tatizo ni nini? Usimdhanie mtumishi wako kwamba amelewa, ila jua kwamba nina maumivu na uchungu yanayotokana na kwamba nipo kwenye ndoa lakini sizai. Nina mume, sio kwamba sina mume, lakini sizai. Tatizo ni nini? Mbona mwenzangu amezaa watoto wa kutosha? Kwa nini mimi sizai? Ana uchungu. Kwa hiyo anatafuta suluhisho.
kufa tuende mbinguni. Unaenda mbinguni kufanya nini na kusudi la Mungu hujazaa? Unaenda mbinguni kutafuta nini na makusudi ya Mungu hujazaa? Umetamani kufa, unatamani kuolewa, unasema bwana nipe kama siolewi, bwana nipe kama sijapata kitu fulani. Unataka uende mbingu ipi wakati makusudi ya Mungu haujayafungia mifungo kama unavyofungia vitu vingine? Yes, sura ya sio kama kuna mtu mmoja ananielewa. Uko na bidii kufungia mifungo ambayo sio ya makusudi ya Mungu, ya mapenzi yako. Mwisho wa siku Mungu anapokuwa haonekani, unasema mimi bora tu nipotee, bora tu si nifanyaje, bora si nifanyaje. Unaenda mbingu ya wapi? Sema tupone apostle. Mungu sio mjinga kupokea hivyo ulivyo. Ukifa unakutana na viboko vyako huko vya kutosha. Power. Tamani kuyazama makusudi ya Mungu. Amen. Fanya mifungo itakayosababisha kusudi la Mungu lisalike. Amen. Fanya maombi yatakayosababisha kusudi la Mungu lisalike kwenye maisha yako. Ni vipindi vingapi vimepita tokea umesema umemwamini Yesu? Tokea unasema umemjua Yesu? Tokea umesema unatembea na Yesu? Lakini kwa nini hauzai? Mungu unaposema nimempokea Yesu Kristo, Mungu anakuonyesha jinsi wewe ulivyo. Ndio maana kipindi kile unasema mbona nilikuwa naota ndoto nzuri, nilikuwa sinafanya hivi, nilikuwa naona vitu vinatokea kabla havijatokea, nilikuwa sinasikia sauti. Lakini Mungu anataka akuweke mahali ambapo sasa vitazalika vitu vyenyewe. Hizo zilikuwa ni rasharasha, ila kuna mambo yenyewe yanayotakiwa yazalike. Haleluya. Kuna watu natakiwa mkae kwenye nafasi zenu muwe mabilionea, wale ambao Mungu aliwakusudia, ambao hawajatumia uganga wala uchawi kupata utajiri. Kuna watu ambao Mungu anataka kuwainua wao watumishi wakubwa kwenye taifa. Lakini wanajiishia tu kusema nina ndoto na nini. Hujibidiishi wala huna uchungu wa kutafuta kuzaa. Sema tupone apostle. Haleluya. Mungu ameniambia hivi, amekwambia hivyo, lakini mbona hatua za kuonyesha unaendelea hatuzioni? Mbona ndio kwanza zinazidi kushuka? Kila siku unaipokea mimba, baada ya siku 2 inatoka. Kwa nini ukitoka nje unaenda kutafuta kuzaa na vingine? Unaliacha kusudi la Mungu. Haleluya. Makusudi ya Mungu pekee yake ndio yatakayokufanya uwe na heshima katika hii dunia. Amina. Kuna mambo unayahangaikia na unaweza ukaendelea kuyahangaikia na mwisho wa siku heshima ukaikosa kwenye hii dunia. Lakini kuna mambo unaweza ukatafuta kwenye maisha yako yazaliwe kukupitia Yesu Kristo, yatakayokupa heshima. Baada yako pia heshima itakuwepo. Haleluya. Hata wewe usipokuwepo, baada heshima itakuwepo, kwamba alikuwepo mtu mmoja alitembea na Yesu akafanya mambo makubwa. Haleluya. Unadizikaje? Kitu gani kinakufanya uridhike? Wote ambao Mungu walikuwa wamemtafuta kwa moyo, walizaa, walirudi kwenye nafasi zao na wakazaa. Ndio maana tunataka huyu Hana alikuwa anaomba kawaida, lakini mwisho wa siku alirudi kwenye nafasi yake. Ndio maana Mungu alifungua tumbo lake. Kwa nini? Kwa sababu alimwambia Mungu, utakaponipa huyu mtoto hatakuwa kwangu, hatakuwa kwako. Maana yake amesikubali mapenzi au makusudi ya Mungu yazalike kwenye maisha yake. Haleluya. Amina. Wakati kwenye familia yako wanakudharau, unaridhika vipi? Amka mtoto wa Mungu. Amka mtoto wa Mungu. Amen. Ukizaa maono, haleluya, hutatafuta watu wakupe heshima, wao watakupa heshima. Amina. Haleluya. Amen. Mahali popote, kwenye biashara, kwenye familia, utapata heshima. Haleluya. Amen. Ndio maana kila siku mimi mara kibao nimekuwa nikiwapa mifano yangu. Mimi sipendi kutoa mifano ya nje kwa sababu mimi mwenyewe ni mfano ulio hai. Haleluya. Amen. Njia niliyochagua haikuwa nyepesi. Njia ya kutafuta kuzaa haikuwa nyepesi. Lakini mtu yoyote, hata kuna ule msemo wa mjini wanasema wa duniani, japo sitaongea vizuri, wanasema hawezi kuzaa. Mficha nini maua hawezi kufanyaje? Kuzaa. Si ndio? Yes, hawezi kuzaa. Kwa sababu kama unataka lazima uwe na utayari. Sasa kama Yesu ni mume wako, jiachilie. Amen. Apitishe neno lake ndani yako, uweze kuzaa matunda. Amina. Uweze kuzaa karamu. Uweze kuzaa biashara. Amina. Uweze kuzaa maono ambayo Mungu ameweka ndani yako. Haleluya. Na mtu yoyote ambaye siku zote anataka kuzaa, haleluya, yoyote ambaye anataka kuzaa, haleluya, anaogopa leba.
Anaogopa leba? Hapana. Watasimulia kule kuna maumivu, kuna vitu vyote. Akifika atavikuta. Haleluya. Amen. Lakini furaha inakuja baada ya kuona ameshika nini? Mtoto. Akiona ameshika mtoto anasahau maumivu yote, anasema hata kesho tena nitapata kengine. Hakikisha napata kengine na kengine. Unakuta mtu na watoto 20 huko. Haleluya. Amina. Kwa nini wewe usiwe na shauku ya kumzalia Mungu? Kwa nini uogope kuingia leba? Na leba ni wapi? Ni mahali pa matengenezo. Haleluya. Mungu akusaidie katika jina la Yesu. Amina. Mtu yote anayetaka kuzaa mambo mazuri, mambo makubwa, lazima akubali kuingia leba. Lazima akubali kuingia chumba cha kuzaa. Haleluya. Kwa sababu huko ndiko kutamfanya mtoto atoke akiwa salama. Haleluya. Ni hatari sana kuona mtoto wa Mungu umeridhika kuwa hivyo ulivyo. Hujui kesho yako ni ipi. Kuna wengine maisha yao yanafupishwa, sio kwa sababu Mungu alitaka yafupishwe, ila ni kwa sababu amekataa kuyazaa makusudi ya Mungu kwenye maisha yake. Haleluya. Amekataa kuyazaa makusudi ya Mungu. Kuna jambo moja kila siku linaniumiza kichwa. Na kuna siku nishawahi kutafakari kitu na mtoto wangu hapa, lakini nataka ufahamu kitu kimoja. Kuna watu ambao Mungu aliwatumia kwa viwango vikubwa na hawapo. Na zile neema ziko zinaheng katika ulimwengu wa roho. Zinawatafuta watu. Haleluya. Amen. Kuna mtu mmoja aliambiwa na Mungu afanye mapenzi ya Mungu akakataa. Haleluya. Amen. Akasema mimi nataka kufanya nini? Mimi niko hivi. Anaambiwa Mungu amesema fuata 1, 2, 3. Yule mtu akafariki baada ya Mungu kumwambia usipofanya nitakuondoa duniani. Akafariki. Haleluya. Amen. Yule mtu alipofariki, roho Mungu akaniambia hilo hapo ndio lilikuwa vazi lake. Ninakupatia uje umpatie mtu atembee kwenye huo upako, atembee kwenye hiyo neema. Lakini mbona bado sioni watu? Kama Mungu anaweza akasema na mimi kwa lugha hiyo kwamba hii ni neema ambayo ilikuwa inatenda kazi ndani ya huyu mtu, lakini mtu amekataa kuzaa mapenzi yangu na nimeamua kumuondoa. Nataka mtu mmoja, nitakwambia ni nani umpatie hiyo neema ili atembee nayo. Haleluya. Amen. Hata huko duniani tafuta watumishi wakubwa kiasi gani nao waamini wewe. Alafu waulize hichi ninachokuambia, watakwambia. Waliopewa neema ya kufahamu kwenye vitu vya ulimwengu wa roho. Amina. Kuna watu ambao walikuwa ni wagunduzi kwenye hii dunia, wengine walishapotea. Unawezekana unatafutwa wewe lakini hauko tayari kuzaa. Kuna watu ambao walikuwa wafanya biashara wakubwa kwenye hii dunia. Haleluya. Yawezekana walishakufa na neema zipo zinaheni, walipewa neema na Mungu wao wafanya biashara wa aina hiyo. Haleluya. Amen. Sasa wewe Mungu anataka kufanya kuwa tajiri, lakini unakuja kanisani wewe ni wa kawaida, umeridhika. Kuna watu walikuwa watumishi wakubwa kwa sababu kusudi la Mungu ni kama tunapeana kijiti. Haleluya. Amen. Kwamba huyu limeisha, wakati wake umefika, anapokea kijiti mwingine anaendelea. Amen. Na hiyo kazi. Sasa wewe umetulia hapo, unasema nasubiria majira. Majira yamekuja yakapita, nasubiri majira. Majira akija kitalipuka tu. Majira akija kitalipuka, mgeukie mwenzio mwambie kitalipukiana. Kitalipukiana. Na roho za ukoo. Alafu roho za ukoo zitaingia kazini badala ya roho ya Mungu. Unasema apostol, unasema nini? Kama tunajua ni majira ya mvua, huyu mtu mwenye shamba asipotoa majani, asipotoa magugu, mvua ikinyesha nini kinatokea? Akiwa amepanda mbegu, sina yale magugu yataota. Si vyote vitachipuka. Lazima kuwe na maandalizi. Lazima kuwe kuna matengenezo. Ili majira yanapofika, uvune au upate kile unachostahili. Haleluya. Amina. Tamani kuzaa makusudi ya Mungu kwenye maisha yako katika jina la Yesu. Amen. Mungu akupe neema kwa fundisho hili. Utamani kurudi kukaa kwenye nafasi itakayokufanya uyazae makusudi ya Mungu. Sema kuzaa makusudi ya Mungu. Kuzaa makusudi ya Mungu. Rudia tena. Kuzaa makusudi ya Mungu. Rudia tena. Kuzaa makusudi ya Mungu. Kuna watu sahihi hata ukiwaambia kwamba kuzaa makusudi ya Mungu, anaona kwake kama mzigo mkubwa.